Mchezo wa mpira wa miguu umekuwa ni mchezo katili sana. Nyakati, muda na masaa huenda kwa haraka, na pale ambapo unakuwa tena huna nafasi kwenye timu kubwa, ndipo mrithi wako huja na kuchukua kile ambacho ulikuwa unakitaka na ulichokuwa unakitoa kwenye timu. Hii haimaanishi kwamba watu hawakutaki tena, bali nyakati zinakuwa zimeondoka na mambo yanabidi kubadilika, kwa sababu vilabu hivi vikubwa vinabidi kubaki kwenye top level na kufanya vizuri, hasa kwenye michuano ya ndani na michuano ya kimataifa. Na hii ni story nzuri sana ya Bakari Nondo Mwamnyeto, ambapo mlisi wake tayari amekwisha wasili ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Na sio kwamba inamkuta Mwamnyeto peke yake, bali kuna nyota wengine wengi ambao wanabidi kuondoka ndani ya Costa Young Africa, na kuna wengine wengi ambao tayari wamekwisha saini kandarasi za miaka 2-3 kujiunga na klabu ipendwa ya hapa Tanzania, klabu yenye makazi yake Jangwani, Dar es Salaam. Tunakwenda kuzungumzia usajili wa beki kitasa, beki ambaye amekuja kuchukua nafasi ya Bakari Nondo Mwamnyeto. Tutakwenda kuzungumzia wasifu wake, staili yake ya uchezaji, kiasi gani ambacho Young Africa wamekitumia kumsajili. Kwa hiyo usiondoke hapa, tunakwenda kujadili moja kwa moja, na usisahau kabisa kuniambia ujumbe mfupi, wewe unashabikia Yanga kutokea maeneo gani, na kipi ambacho unakidhani na kipi utakikumbuka sana kwa Bakari Nondo Mwamnyeto. Usisahau kabisa kusubscribe. Twende moja kwa moja tukamzungumzie bwana mkubwa Patricio Lumumbu. Ni mchezaji wa umri wa miaka 26. Klabu ametokea ni ASEC Mimosa, mchezaji ambaye amewika sana, ametamba sana kwa misimu 2 mfululizo akiwa kama beki nambari 5 wa klabu ya ASEC Mimosa. Ni beki ambaye amecheza dakika nyingi sana kuanzia kwa misimu 2 mfululizo kwenye ligi ya nchini Ivory Coast. Na masuala mengi ambayo yameendelea kuwashangaza watu wengi ni kuhusiana na kile ambacho klabu ya Dar es Salaam Young African imekwenda kukichukua kwa mchezaji huyu. Ni mchezaji ambaye ni mchezaji kiongozi, kapteni msaidizi wa klabu ya ASEC Mimosa. Amelelewa kwenye viunga hivyo hivyo vya ASEC Mimosa, licha ya kwamba alibadilishwa namba kutoka kiungo mkabaji mpaka beki wakati. Uchezaji wake umekuwa ni kama ule aliyokuwa nao mchezaji Mwamnyeto, mchezaji wa taratibu lakini hana nguvu kweli kweli, na alichomzidi Mwamnyeto ni ule uamuzi wake wa kupiga pasi, lakini pia na uamuzi wake ambao anaufanya akiwa uwanjani. Lakini kikubwa ambacho wengi wamekuwa wakikizungumza ni kuhusiana na kile ambacho wanakizungumzia majeraha na mambo mengine mengi, lakini misimu yake hii 2 ya mwisho imekuwa ni misimu bora zaidi ambayo amecheza pasipo kupata majeraha. Michezo mingi kacheza, michezo zaidi ya 100 ndani ya misimu 2 pasipo kupumzika. Ni mchezaji kweli kweli. Tunasubiri tuone kipi anakuja kukiofa kwenye timu ya klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Kwa hiyo usisahau kabisa kusubscribe na kuniambia kwenye comment unashabikia Yanga kutokea maeneo gani. Asante.